Pindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka popote pale ulipo kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Wapalestina katika ukingo wa magharibi wakwama huku Israeli ikifunga vivuko vya kimataifa. Nicolas Sarkozy ahukumiwa miaka 5 jela katika kesi ya ufadhili wa kampeni. Jeshi la wanamaji la Ufaransa la nasa karibu tani 10 za kokaini pwani ya Afrika Magharibi. Zaidi ya watoto 1000 waugua kutokana na chakula cha bure shuleni nchini Indonesia. Rwanda na DRC za kubaliana kuanza utekelezwaji wa hatua za usalama zilizosimamiwa na Marekani. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya boti za dawa za kulevya kitendo cha dhuluma, asema rais wa Colombia. Natumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Israel imefunga kivuko pekee kati ya ukingo wa magharibi unaokaliwa na Israel na nchi jirani Jordan, na kuwazuia zaidi ya Wapalestina milioni 2 kuingia. Mamlaka ya viwanja vya ndege vya Israel ambavyo vinasimamia kivuko cha Al-Beg Bridge ilisema kuwa itafungwa kwa muda usiojulikana kuanzia Jumatano asubuhi. Kwa maelekezo ya uongozi wa kisiasa, haikutoa sababu. Kufungwa huko kumekwamisha Wapalestina wengi katika ukingo wa magharibi ambao hawawezi kwenda kwa safari zilizopangwa nje ya taifa hilo. Wale ambao wako nje ya nchi wameshindwa kusafiri nyumbani. Hatua hii inawadia siku chache tu baada ya wanajeshi wawili wa Israel kuuawa kwa kupigwa risasi karibu na kivuko na mtu aliyekuwa na bunduki kutoka Jordan ambaye aliuawa katika eneo la tukio. Kivuko hicho pia kinajulikana kama daraja la King Hussein, kiko karibu nusu kati ya Amman na Jerusalem, na ndiyo kivuko pekee rasmi kati ya ukingo wa magharibi na Jordan. Pia ni sehemu pekee ya kuingia ukingo wa magharibi ambayo haipiti Israel. Wapalestina wengi katika ukingo wa magharibi hawaruhusiwi kusafiri kupitia viwanja vya ndege vya Israel au vivuko vingine vya mpaka wa Israel, kumaanisha daraja hilo ni muunganisho wa muhimu wa ulimwengu wa nje. Mwanasiasa mashuhuri wa Palestina Mustafa Baingota amesema kuwa ni hatua hatari ambayo inamaanisha kuwafunga watu katika ukingo wa magharibi na kuwanyima njia pekee ya kutoka.
Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kupatikana na hatia ya kuula njama ya uhalifu katika kesi inayohusiana na mamilioni ya euro ya fedha haramu kutoka kwa kiongozi wa Libya marehemu Kanali Muammar Gaddafi. Mahakama ya jinai ya Paris imeondolea mashtaka mengine yote, ikiwa ni pamoja na rushwa na ufadhili haramu wa kampeni. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, mzee huyo mwenye umri wa miaka 70 ambaye alikuwa rais wa Ufaransa kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka 2012 alitaja hukumu hiyo kuwa haijazingatia utawala wa sheria. Sarkozy, ambaye anadai kesi hiyo ina msukumo wa kisiasa, alituhumiwa kutumia fedha kutoka kwa Gaddafi kufadhili kampeni yake ya uchaguzi wa mwaka 2007. Jeshi la wanamaji la Ufaransa linanasa karibu tani 10 za cocaine yenye thamani ya shilingi zipatazo dola 610 milioni katika pwani ya magharibi, mamlaka ya Ufaransa imesema. Meli mbili za wanamaji za Ufaransa zinazofanya kazi kama sehemu ya operesheni Korembe zilinasa cocaine kutoka kwenye meli ya uvuvi isiyo na bendera siku ya Jumatatu. Zilifanya kazi baada ya kuarifiwa na ujasusi wa baharini, mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya na shirika la kimataifa la uhalifu la Uingereza. Ujumbe wa wanamaji wa Korembe umetumwa na Ufaransa katika ghuba ya Guinea tangu mwaka 1990 ili kuhakikisha usalama katika eneo ambalo waramia ni wa kawaida. Unazidi kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Basi tunaelekea katika awamu ya pili ya matangazo yetu, msikilizaji, ambapo tunajiunga na shirika la DW katika awamu hii ya pili ya matangazo, ambapo rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas amelihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa njia ya video leo. Abbas amekosoa vikali Israel, ikiwemo vita vyake huko Gaza na kwa vitendo vyake katika ukingo wa Magharibi. Abbas pia ametoa lawama kwa kundi la wanamgambo wa Hamas. Suleiman Mwiru na taarifa hiyo. Miongoni mwa mataifa wanachama wa umoja huo, wengi wao ambao kwa sasa wameamua tayari kuitambua Palestina kama taifa huru. Katika hotuba hiyo aliyoitoa kwa njia ya video kutokana na kunyimwa visa na Marekani ya kuingia nchini humo na kuhudhuria mkutano huo, Abbas amesema watu katika ukanda wa Gaza wanakabiliwa na mauaji ya halaiki, njaa na uharibifu mkubwa. Kiongozi huyo amesema vitendo vinavyofanywa na majeshi ya Israel huko Gaza ni moja ya matukio ya kutisha zaidi pengine kuliko matukio yote yaliyotokea katika karne ya 20 na 21. Inma taqumu bihi Israel laysa mujarrad udwan. Inachofanya Israel sio tu uchokozi, bali ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Utakumbukwa na kufuatiliwa. Itarekodiwa katika vitabu vya historia na dhamiri ya kimataifa kama mojawapo ya matukio ya kutisha zaidi ya maafa ya mwanadamu katika karne ya 20 na 21. Kuhusu kundi la Hamas, kiongozi huyo ametoa lawama za wazi kwa kundi hilo na kusema kwamba hakutakuwa na nafasi yoyote kwa Hamas kuitawala Gaza tena baada ya vita. Mahmoud Abbas ametoa wito pia kwa nchi zote wanachama wa umoja huo kuendelea kuitambua Palestina kama taifa huru, huku akiuhakikishia ulimwengu kuwa yuko tayari kushirikiana na Marekani, Saudi Arabia na Umoja wa Mataifa katika kufanikisha mpango wa amani huko Mashariki ya Kati. Ikumbuke kwamba hotuba hii inakuja siku 3 baada ya mataifa ya magharibi ya Ufaransa, Kanada na Uingereza kuchukua hatua ya kulitambua taifa la Palestina. Baada ya hotuba hiyo ya Abbas, kesho ni zamu ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutoa hotuba katika mkutano huo.
Viongozi wengine wanaotoa hotuba zao jioni hii ni pamoja na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na mawaziri wakuu wa mataifa ya Ubelgiji, Italia na Uholanzi. Mzozo wa Mashariki ya Kati pamoja na vita vya Urusi dhidi ya Ukraine ni miongoni mwa mada kuu katika mkutano huu unaoendelea hadi siku ya Jumatatu ya wiki ijayo. Asante sana Suleiman Mwiru kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele kwenye Afrika Leo jioni. Awamu hii ya pili tunashirikiana na waandishi wa DW. Na katika taarifa nyingine ni kwamba watu 17 zaidi wameuawa katika ukanda wa Gaza, huku viongozi wa ulimwengu wakiongeza shinikizo la kusitishwa kwa mapigano. Zainab Aziz na taarifa hiyo kwa kina. La habari la Palestina Wafa limeripoti kwamba waombolezaji wamehudhuria mazishi ya watu kadhaa waliouawa katika shambulizi la Israel lililolenga eneo la makazi katika kambi ya Nuseirat iliyopo katikati mwa ukanda wa Gaza. Na katika ukingo wa magharibi, jeshi la Israel limewaua Wapalestina 2 wakati wa operesheni ya jeshi hilo. Wizara ya afya ya Palestina huko Ramallah imethibitisha vifo vya vijana waliokuwa na umri wa miaka 20 na 29 huko Tamun karibu na jiji la Tuba. Jeshi la Israel limesema polisi na vikosi vya ujasusi vilihusika katika operesheni hiyo inayolenga kuwatokomeza magaidi waliokuwa wanapanga kutekeleza mashambulio katika siku za hivi karibuni. Israel pia imetangaza kukifunga kwa muda usiojulikana kivuko pekee kinachowaunganisha zaidi ya Wapalestina milioni 3 katika ukingo wa magharibi na ulimwengu wa nje. Hali hiyo imezua hofu ya kuwekwa vikwazo vipana zaidi vya usafirishaji wa watu, uagizaji na usafirishaji wa bidhaa. Dereva wa basi Nasser Al-Halis anaeleza kutoridhishwa kwake na hatua hiyo. Hili ni jambo zito sana ambalo linapaswa kuchochea hatua kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Tuna haki kama watu wengine wote duniani kuwa na njia ya kutuwezesha kuingia na kutoka. Hili ndilo daraja pekee kutokea ukingo magharibi linalotupeleka kwenye ulimwengu wa nje, na sasa limefungwa kabisa. Na ujumbe wa kimataifa wa wanaharakati wa Taliano walio kwenye msafara wa boti za misaada kwa ajili ya watu wa Gaza wamelikataa pendekezo la serikali ya Italia linalotaka kuteremsha misaada huko Cyprus. Kwenye taarifa yake, wanaharakati wa Italia kwenye msafara wa Global Sumud Flotilla wamesema dhamira yao inabaki pale pale kwenye lengo lao la awali la kuuvunja mzingiro wa Israel. Wanataka kufanikisha kupeleka misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa ukanda wa Gaza uliozingirwa. Haya, azidi kusonga mbele hapo ni Zainab Aziz na taarifa hiyo. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amesema atakata rufaa dhidi ya hukumu ya kifungo cha miaka 5 jela aliyopewa na mahakama ya jinai Paris kwa tuhuma za kupokea ufadhili kutoka Libya katika kampeni yake ya urais ya mwaka 2007. Sarkozy mwenye umri wa miaka 70 aliliita kosa hilo fedhea na dhuluma, akisisitiza kuwa atapigana kusafisha jina lake hadi mwisho wa maisha yake. Mahakama ilimpata na hatia ya kushirikiana katika mtandao wa kihalifu na kutoa hati ya kumkamata, ingawa utekelezwaji wake si wa haraka. Tupokee chambuzi hii. Kwa nini iwe hivyo? Kwa sababu alikuwa ameshtakiwa mashtaka 4, alifunguliwa mashtaka 4. Katika hayo mashtaka 4, 3 yameonekana kwamba hana hatia. Ametiwa hatiani kwenye kosa moja tu katika hayo 4, nalo ni kwa kuruhusu watu wake kutumia njia au hila za kupata pesa kwa ajili ya kufanya kampeni yake ya uchaguzi wa mwaka 2007. Hii ni mara ya kwanza, Bwana Sale, kwa rais wa zamani Ufaransa ama anayehudumu kuhukumiwa kutumikia kifungo jela. Ina maana gani kwa siasa na mfumo wa sheria wa Ufaransa? Ni kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Hata rais pia hayuko juu ya sheria, anaweza akahukumiwa kama mwananchi mwingine yote wa kawaida. Kwa hivyo ni swala zima la haki
na kwamba haki iko kwa kila mtu, haihusiani kabisa na mamlaka au uwezo au utajiri wa mtu. Na sasa ana ushawishi gani Sarkozy, licha kwamba yeye ni kiongozi mkongwe, kwa sababu katika hii hukumu kuna mrengo wa kushoto ambao unasema amestahili, anapata haki yake, lakini wa kulia unamtetea ukisema kwamba haya ni maonevu tu. Kwa hivyo ushawishi wake hivi sasa Ufaransa uko vipi, na hukumu hii ina maana gani kwa umma wa Ufaransa? Kwa vyama vya mrengo wa kulia, bila shaka yoyote ni kiongozi ambaye bado anaheshimika, na hawa viongozi vijana wa vyama vya mrengo wa kulia bado wanamtumilia yeye kama mtu ambaye anaweza kuwapa maoni na kuwapa mwongozo. Kwa hivyo akiwa atapelekwa jela, na ni jambo ambalo hawezi kuliepuka, atakwenda tu jela. Hata kama akikata rufaa, itabidi asubiri jela wakati anasubiri rufaa yake kusikilizwa. Lakini kwa watu wa mrengo wa kushoto ambao wao wanaliangalia hili swala kwa misingi ya haki, na pia wanapiga vita masuala ya rushwa, wanahisi kwamba ni haki yake yeye kwenda jela, na zaidi pengine kama angelikuwa ametiwa hatiani kwenye makosa mengine yale, pia ingebidi atumikie kama vile mtu mwingine yote ambaye angeshtakiwa kwa makosa kama yale. Ni aliyeko nchini Ufaransa. Nazidi kusonga mbele wakati huu pote pale ulipo msikizaji, kwenye ambapo katika Afrika leo jioni ni taarifa ya habari, tunashirikiana na shirika la DW. Tume ya uchaguzi nchini Uganda imewateua wagombea 8 kuwania urais katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mapema mwaka ujao. Kwa mjibu wa tume hiyo, zaidi ya wagombea 20 walishindwa kutimiza masharti ya kugombea na kuachwa nje ya zoezi hilo lililofanyika kwa siku 2. Kulingana na wadadisi wa masuala ya kisiasa, kwa mara nyingine kinyang'anyiro kitakuwa kati ya rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni na Robert Kyagulanyi wa chama kikuu cha upinzani NAP. Ikiwa na tume ya uchaguzi, hatimaye alifaulu kuteuliwa, na yeye pamoja na wagombea wengine 7 akiwemo Rais Yoweri Museveni watawania urais. Katika hotuba yake kwa mamia ya wafuasi wake waliostahimili mvua, Bobi Wine ametaja uchaguzi ujao kuwa hatua muhimu katika kurejesha demokrasia na haki za binadamu nchini Uganda. The election this time is no usual election, brothers and sisters. We are going into this election. Uchaguzi wa safari hii si uchaguzi wa kawaida, ndugu na dada zangu. Tumejitosa katika uchaguzi huu kama njia ya kupinga ukiukwaji haki dhidi yetu katika miaka 40. Hata mtu akikwambia nafasi yetu katika uchaguzi huu ni 1%, tuitumie nafasi hiyo kupambana. It tells you that our chance to freedom is only 1%. Let us take that chance and fight. Vyama 8 ndivyo vilifanikiwa kuwezesha washika bendera wao kuteuliwa, lakini tofauti na chaguzi za awali, vyama vikongwe vya upinzani DP na UPC havina mshika bendera kwa kiti cha urais. Hii ni baada ya kiongozi wa DP Norbert Mao, ambaye pia ni waziri wa sheria na masuala ya kikatiba, kutamka waziwazi awali kwamba yeye atamuunga mkono Rais Museveni, huku yule wa UPC Jimmy Akena, mwanae Milton Obote aliyewahi kuwa rais wa Uganda taifa lilipopata uhuru wake, akishindwa kutimiza masharti ya tume ya uchaguzi. Jenerali Mugisha Muntu wa chama cha ANT na Nandala Bafabi wa chama cha FDC ndio wagombea wengine tajika katika kinyang'anyiro hicho. Lakini kulingana na wadadisi wa masuala ya kisiasa, kinyang'anyiro kwa kiti cha urais kitakuwa kati ya Rais Museveni ambaye anagombea kwa mara ya 7 na Bobi Wine ambaye alichukua nafasi ya 2 katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2021. Jenerali Mugisha Muntu amesema mwendelezo wote wa utawala wa Jenerali Museveni na NRM, ikiwa wananchi wataamua kufanya hivyo, mtajuta sana. Kama wananchi wanakubali walitekwa, basi wanaweza kuendelea na Museveni na NRM. Huku viongozi mbalimbali wakihimiza uchaguzi wa amani na uhuru kwa upinzani,
kuendesha kampeni zao kote nchini. Mashaka ya upinzani ni kwamba uhusika wa moja kwa moja wa vyombo vya dola ikiwemo jeshi katika uchaguzi ndicho kitakachosababisha ghasia katika uchaguzi. Lubega Emmanuel, DW Kampala. Asante sana Lubega Emmanuel kwa taarifa ya kutokea Kampala. Mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira na upungufu wa sarafu za kigeni ndivyo vichocheo ambavyo vilitoa hasira kubwa miongoni mwa Malawi na hatimaye kufanikisha kurejea kwa Peter Mutharika katika ulingo wa siasa. Lakini swali ni je, urais wake utalete nafuu ya kiuchumi inayosubiriwa kwa hamu na wananchi? Samu Mwasimba na taarifa hiyo. Tofauti na Chakwera aliyekuwa na mikutano mikubwa ya kampeni, mikutano ya Mutharika ilikuwa midogo lakini ikamletea ushindi mnono, jambo lililoakisi hasira ya wananchi waliokumbwa na matatizo ya kiuchumi kwa miaka mitano. Mutharika alizaliwa tarehe 18 Julai mwaka 1940 katika wilaya ya Tiolo, kusini mwa Malawi. Ni msomi mashuhuri wa sheria za uchumi wa kimataifa, sheria za kimataifa na katiba, na amefundisha katika vyuo vikuu barani Afrika, Ulaya na Marekani. Pia alimshauri kaka yake Rais Bingu wa Mutharika kuhusu sera za ndani na za nje hadi alipofariki mwaka 2012. Baada ya hapo alishika nafasi kadhaa serikalini kabla ya kuchaguliwa kwa rais wa 5 wa Malawi mwezi Mei mwaka 2014, akitawala hadi Juni mwaka 2020. Katika uchaguzi wa mwaka huu, kampeni ya Mutharika ilijikita katika ahadi za kurekebisha uchumi kwa kuimarisha taasisi, kudhibiti fedha za taifa na kuimarisha mfumo wa ugatuzi kupitia marekebisho ya kisheria. Ahadi hizi zilipokelewa kwa matumaini makubwa na wananchi waliokata tamaa na utawala wa Chakwera. Kwa mujibu wa Kingsley Jasi, mwandishi wa habari za biashara wa The Times Group, serikali ya Chakwera ilishindwa kudhibiti uchumi kutokana na misukosuko ya ndani na nje, hali iliyosababisha mfumuko mkubwa wa bei. Umasikini ulipanda kutoka 50.7 hadi kufikia karibu 77 ndani ya miaka mitano, huku mfumuko wa bei ukipanda kutoka 9.9 hadi zaidi ya 30 kwa mwaka. Matumizi makubwa ya serikali na sera dhaifu za kilimo vilisababisha upungufu wa chakula, kuporomoka kwa thamani ya kwacha na kuongezeka kwa gharama za uagizaji bidhaa. Mavuto Bamusi kutoka chama cha sayansi ya siasa anasema ufisadi na ubadhirifu, hususan katika ununuzi wa dawa na miradi ya ujenzi, ulidhoofisha zaidi uongozi wa Chakwera, akisisitiza kuwa Mutharika anapaswa kurejesha nidhamu ya kifedha, kupunguza matumizi yasiyo lazima na kuchukua hatua za kubana matumizi. Wachambuzi wanasema changamoto zitabaki hata baada ya mabadiliko ya uongozi. Dr. Chimwewe Titsi kutoka Chuo Kikuu cha Biashara na Sayansi ya Matumizi cha Malawi MUBAS ameonya kuwa tatizo la uhaba mafuta, fedha za kigeni na mfumuko wa bei halitotoweka mara moja. Anasema mabadiliko ya uongozi yanaweza kuboresha taswira ya umma, lakini suluhu za kivitendo ndizo wananchi wanazozihitaji. Kwa wengi, uchaguzi huu ulikuwa kura ya maoni kuhusu usimamizi wa uchumi. Wafanya biashara wadogo wa mipakani walikumbuka urahisi wa kufanya biashara wakati wa utawala wa DPP, wakisema walikuwa na uhakika wa fedha za kigeni na safari za biashara zilikuwa nyepesi. Hata hivyo, ushindi wa Mutharika sasa unamaanisha matarajio makubwa ya wananchi wa Malawi wanaohitaji ahadi zibadilishwe kuwa vitendo ili kurejesha matumaini na kuboresha maisha ya kila siku. Nazidi kusonga mbele msikilizaji kwenye taarifa yetu ya habari. Awamu hii tunashirikiana na shirika la DW katika matangazo ya ripoti za waandishi. Na basi tunarejea studioni hapa ambapo tunakuomba simama kituo hiki kufikia malengo yake. Kituo kipi? Radio Fortune Africa. Kufikia malengo yake, uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia PayB namba ni 625, account namba ni 012450 85217800 au till namba ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni yetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Na kurejesha kwa studio za DW ambapo Tatu Karema na Najit Omar ndio wanatuchambulia nayo avuma kwenye mitandao ya mawasiliano.
Mnataka kufuta kwa siku 100, akili za mwenzako ongeza na zako. Lamari mchini hiki anasema subiri uchaguzi upite alafu upate janga, uende hospitali uende na hii kauli kwenye karatasi, ndipo utajua kama ni kauli ya siasa ama kauli ya kiongozi ama kauli yako. Nelson Kinyeza anasema hizi si hoja ni kukamilisha mchakato wa bima kwa raia wote, uwe kwenye mfumo wa kutekeleza hili. Bila bima ya afya hilo jambo haliwezi kutekelezeka. Mambo haya mengi mno. Haya, sasa katika kurasa yetu wa Facebook, Instagram na Facebook tumeweka habari kuhusiana na mgombea urais kutoka chama cha ADC huko visiwani Zanzibar, Hamad Rashid Mohamed, ambaye ameahidi kupunguza gharama ya mchele wanaopenda sana Wazanzibari unaitwa mapembe kutoka bei ya shilingi 3,500 hadi shilingi 1,200. Anasema hiyo ndio sera yake kubwa, inaitwa wali wa bure, yani wali uwe nafuu. Kwa kweli si mbaya. Mimi ndo nimependa wali eti. Frank Kaija anasema ila mpaka uishe, anasema uchaguzi na kampeni mpaka uishe tutashuhudia mambo mengi sana. Lame Kijana anasema wagombea wanatakiwa kuelewa kuwa wananchi wanahitaji sera nzuri kuliko hata hizi wanazozungumzia. Wananchi tunahitaji maendeleo zaidi. Kuhusu bei ya mchele jamani, mbona tunazimudu? Sababu tunakula. Happy Joseph kwa Tanzania ni masikini. Mpaka wali ni jambo zito namna hii kujadiliwa kwenye viliri, wala sio elimu, sio maji, sio umeme, sio kodi. Wali ndio tatizo. Kwa sababu inaonekana ameangalia yeye akaona kinachopendwa zaidi kule Zanzibar ndio bwabwa. Hapo sasa Aulidi River anasema yani wagombea wa Zanzibar ni paswa kichwa kweli kweli. Mara unasikia bangi, mara kitanda cha futi 3 kwa 4, mara juisi ya mabungo, na leo mchele wa mapembe. Wa Zanzibar tutafika tukiwa tumechoka kweli. Niishi hapo tatu tusome ujumbe msikilizaji. Shukrani sana wasikilizaji ama wafuatiliaji wetu kwa wametumia maoni yao mbalimbali, na katika ukurasa wetu YouTube hapa na muone Isaya Sambo anasema kifungo kwa kiongozi huyo inatoa funzo kwa viongozi wengine kutawala na kuongoza watu kwa mujibu wa sheria na katiba za nchi zao. Anazungumzia kuhusu Sarkozy huyo. Nehemia Nzoisaba anasema asante sana Deutsche Welle Kiswahili, nawapata vyema kwa utulivu mkubwa jioni hii nikiwa Bujumbura Burundi, na hakika mnavuma kwa kishindo. Hongera sana. Shukrani sana Nzoisaba. Ukurasa wetu wa Facebook anaitwa D Mala anasema Umoja wa Mataifa hamuoni uharibifu unaoendelea huko Ukraine, hamuoni watu wanavyokimbia makazi yao kwa sababu ya vita. Chukueni hatua ili mzozo huu umalizike. Luhana Nyumbu, kama Urusi itaendeleza kufanya mauaji wa Ukraine haitasita kuishambulia ikulu ya Kremlin. Tangu vita vizuke Ukraine haijashambulia kwa makombora ya masafa marefu ikulu hiyo hadi sasa. Kayuni Rashida kutoka Dodoma anasema mahakama haijawahi kutenda haki kwa mtu mwenye makosa. Lazima mtu akibainika kuwa na makosa awajibishwe kisheria. Dosdedith Mali akiwa Moshi anasema nawatakia mkutano mwema Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea huko New York Marekani kuhusu teknolojia ya akili mnemba na mengineo uwe wa kuleta manufaa. Hamza Swedi anasema Zelensky anaweza kuzungumza kwa mzaha, lakini unafahamu na kuelewa vilivyo nini kitatokea kwa Moscow, nadhani majibu utayapata. Antrofia Gerald anasema Rais Museveni achie vijana wenye nguvu na wenye maono waongoze jamani. Huchoki kukaa madarakani muda wote huu, ila haridhiki tu na aliambiwa Uganda bila yeye itayayuka, itapotea au itaenda kusikujulikana. Yule anasemaje nani? Santroni Kimaro anasema kwa nini huko Uganda hakuna mtu mwingine mwenye uwezo na akili za kuendeleza Uganda zaidi yake yeye, akimaanisha Rais Museveni. Mutegeki Elias anasema litakuwa jambo jema kama Kongo na Rwanda zitaheshimu mkataba wa amani. Jimmy James anasema hao ndio viongozi wa Afrika wanavyong'ang'ania madaraka hadi wafie madarakani. Na Shaban Kuchanda anasema Afrika Mashariki kidogo kwenye siasa wamekuma. Hizi nchi nyingine ni sawa tu na Uganda nao sioni kana tofauti. Nimalizie na ujumbe wake Jimmy James anasema hao viongozi wa Afrika wanaangania madaraka hadi wafie madarakani. Maoni yako ni mengi msikilizaji, lakini burudani ni sehemu ya matangazo haya ya jioni. Tatu, shukrani za dhati kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema, mwenzangu upande wa pili wa studio Najat Omar, mwelekezi wa kipindi hiki Selina Mdemu, na anayefanya tuonekane kwenye mitandao hii John Juma, upande wa pili mwingine ule wa studio. Tunasema shukrani sana na asante kwako wewe kwa kutufuatilia. Kutoka kwangu na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri. Asante sana Tatu Karema na Najat Omar katika hatua hiyo kwa kuweza kutuelekeza
vizuri katika awamu hiyo. Nami hapa hivi sina la ziada, ni kukuletea kiziba mkonga kabla sijaweza hata mimi kuweza kuondoka studioni. Maneno ya faraja na ya kutia moyo kutoka kwenye kinywa cha mke wako ni ngome imara zaidi ya mwamba kwenye moyo wa mwanaume. Kiziba mkonga cha sasa. Maneno ya faraja na ya kutia moyo kutoka kwenye kinywa cha mke wako ni ngome imara zaidi ya mwamba kwenye moyo wa mwanaume. Kinyume chake, wengi wanachokutana nacho ni lawama, malalamiko na kuhukumiwa kwa makosa ya madhaifu ya nyuma. Maneno ya faraja ya kutia moyo kutoka kwenye kinywa cha mke wako ni ngome imara zaidi ya mwamba kwenye moyo wa mwanaume. Kinyume chake, wanaume wengi siku hizi wanachokutana nacho ni lawama, malalamiko na kuhukumiwa kwa makosa ya madhaifu ya nyuma. Kwenye kila uhuru huja majukumu. Na hicho kiziba mkonga cha sasa.